Mwaka 1967, dunia ya michezo ilisimama kwa mshangao baada ya mwanamke mmoja jasiri kuandika historia ambayo ilibadili uso wa riadha milele. Jina lake ni Kathrine Switzer, mwanamke wa kwanza kushiriki rasmi katika Boston Marathon, wakati jamii bado iliamini kuwa wanawake walikuwa dhaifu na hawawezi kukimbia mbio ndefu kama marathon. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Bongo Master Story ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Katika kipindi hicho, hakukuwa na sheria iliyoandikwa wazi kuwazuia wanawake, lakini kulikuwepo na mtazamo mgumu wa kijamii uliowazuia. Switzer aliamua kuvunja kimya hicho. Alijiandikisha kwa jina la KV Switzer, mbinu iliyoficha jinsia yake na kumwezesha kupata namba rasmi ya kushiriki mashindano, namba ambayo baadaye ingekuwa alama ya mapinduzi, 261. Kilichotokea wakati wa mbio hizo kilikuwa cha kushtua. Akiwa karibu na maili ya 4, mmoja wa wasimamizi wa mbio, Jock Semple, alimwona Switzer akitambua kuwa ni mwanamke. Kwa hasira, alijaribu kumvamia na kumngoa namba yake kwa nguvu, akijaribu kumtoa uwanjani hadharani. Tukio hilo lilinaswa na kamera na picha zake zilisambaa duniani kote. Kwa msaada wa mpenzi wake Tom Miller pamoja na wanariadha wenzake, Switzer alilindwa na akaendelea kukimbia. Licha ya mshtuko, hofu na presha ya macho ya dunia, aliendelea mbele na hatimaye akamaliza mbio kwa muda wa saa 4 na dakika 20. Hatua ya Switzer haikuwa tu ushindi binafsi, bali ilikuwa cheche ya mjadala mkubwa wa kimataifa kuhusu nafasi ya wanawake katika michezo. Vyombo vya habari vilianza kuuliza maswali mazito. Kwa nini wanawake wazuiwe? Je, hawawezi kweli? Au ni mfumo unaowazuia? Majibu yalikuja polepole, lakini kwa uhakika. Mwaka 1972, wanawake waliruhusiwa rasmi kushiriki Boston Marathon, ikiwa ni miaka 5 tu baada ya Switzer kuvunja ukuta wa kwanza. Miaka 50 baadaye, Switzer alirejea kwenye mbio hizo akiwa na fahari, akiwa amevaa tena namba 261. Safari yake haikuwa tena ya kuthibitisha uwezo wake, bali ya kusherekea ushindi wa kizazi kizima ya wanawake waliokuja baada yake. Baada ya tukio hilo la kihistoria, Kathrine Switzer hakusimama. Alijijenga kama mwanahabari wa michezo, mwandishi wa vitabu na mchambuzi wa riadha kupitia runinga, akitumia sauti yake kupigania usawa wa kijinsia katika michezo. Kwenye uwanja wa mbio, alikimbia jumla ya marathoni 42, akithibitisha kuwa alichokifanya Boston hakikuwa bahati, bali uwezo halisi. Mwaka 1974, aliandika historia nyingine kwa kushinda New York City Marathon, ushindi uliovunja kabisa hoja kwamba wanawake hawana nafasi katika michezo ya ushindani. Akiwa na umri wa miaka 78, Switzer bado ni ishara hai ya uvumilivu na matumaini. Hivi karibuni alishinda taji lake la kwanza la mbio nchini New Zealand kwenye moja ya viwanja maarufu na vya kihistoria zaidi vya mbio nchini humo, akithibitisha kuwa umri si kikwazo cha ndoto. Akizungumza kwa unyenyekevu lakini kwa nguvu, Switzer anasema, "Nimefurahi kufanya hivyo. Ndiyo, nilihisi kama watu wananitazama sana. Ndiyo, mimi ni mzee, lakini unajua nini? Huenda mtu mwingine akaanza kukimbia sasa. Huenda mwanamke akaona na kusema, Mungu wangu, yeye ana miaka 78 na mimi nina miaka 68 tu, nami nitatoka nikaanze kukimbia pia." Leo, namba 261 si tu namba ya mbio, ni ishara ya mapambano, ushindi na mabadiliko ya kijamii. Kathrine Switzer hakuwa tu mwanamke aliyekimbia marathon, alikuwa mwanamke aliyekimbia kuelekea mabadiliko, na kwa kufanya hivyo aliwafungulia wanawake milioni nyingi njia ya kushiriki, kushinda na kuamini katika uwezo wao. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Bongo Master Story
ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu.